Habari, karibu sana kwenye Chain Talk Podcast. Hili ni jukwaa linalotukutanisha pamoja kujadili masuala mbalimbali yanayohusu stadi za mawasiliano pamoja na media. Mimi ni Neema Kajange na hii ni season 1 ya Chain Talk Podcast. Siko peke yangu, niko na Mr. Musa Semiemba ambaye yeye ni media trainer and communication coach. Na siku ya leo mada mezani kwenye kipindi hiki ni soko la ajira pamoja na stadi za mawasiliano, upacha wa soko la ajira pamoja na stadi za mawasiliano. Karibu sana Mr. Musa Semiemba. Nashukuru sana kwa kushiriki kwenye podcast hii hapa. Sawa, kama tulivyoitambulisha mada, soko la ajira pamoja na stadi za mawasiliano, ni upi uhusiano uliopo kati ya soko la ajira na stadi za mawasiliano? Kwanza moja kwa moja niseme kwamba uhusiano upo. Na uhusiano ni mkubwa sana. Yaani wa karibu. Yaani wa karibu zaidi. Na labda niseme kitu kimoja kwamba katika maisha haya ya kawaida wahitimu wengi, nitumie wahitimu, si ndio? Au vijana. Wahitimu wengi sana huwa wanakuwa na GPA kubwa na wengine wana ujuzi tu wa kutosha, lakini mara nyingi wanapokuwa wanaenda kwenye zile interview wanafeli. Wanafeli kwa nini? Si kwa sababu hawana ujuzi. Si kwa sababu labda hawana GPA nzuri, hawana ufaulu mzuri. Wanafeli kwa sababu wanakosa stadi za mawasiliano za kuweza kuwasaidia kuwasilisha ule ujuzi ambao wako nao kwenye panel. Na hii ni kutokana na uzoefu ambao nimeuona. Mara kadhaa nimekuwa nikishiriki kwenye hizi tunasema shughuli za usahili. Wale wanaoenda kufanya interview, kwa maana wanaotaka kuomba kazi kwenye taasisi tofauti tofauti. Yaani unakuta mtu ana uwezo tu mzuri, anajiweza, na ukimwangalia unaona huyu ana uwezo, lakini changamoto kubwa inakuja namna ya kutumia mawasiliano kuwasilisha kile ambacho anakijua, ndio inakuwa changamoto sana kwa sehemu kubwa. Hapo ni kwamba sasa kuna stadi nyingi za mawasiliano. Ni stadi ipi ya mawasiliano ambayo inaonekana kuwa changamoto kubwa sana ya kimawasiliano inayofanya watu wengi kulikosa sasa soko la ajira? Okay. Sehemu kubwa ukiangalia katika stadi zote nne, unajua mawasiliano kuna stadi nne ambazo ndo za msingi kabisa, kwa maana kuzungumza, kuandika, pamoja kusoma na kusikiliza. Unajua kusoma na kusikiliza ni stadi za mawasiliano zinazokusaidia kupata maarifa. Uwezo ukapata maarifa kama usikilizi ama hujasoma. Ni kweli. Unaona sasa hapo neno. Lakini stadi ambazo hizi mbili, kuzungumza pamoja na kuandika, ndizo ambazo zinakusaidia kukitoa kile ulichonacho ndani, kukileta nje. Kwa unapoenda kwenye interview, maana yake ulishatumia kusoma na kuandika na kusoma na kusikiliza shuleni, maarifa akaingia kichwani. Sasa tunataka utumie mawasiliano pia kuyatoa hayo maarifa ulionayo na kuishawishi panel ama kuishawishi jamii kwamba una kitu. Kwa lazima uwe mzuri katika kuongea, kwa maana ya public speaking kwa ujumla, lakini pia uwe mzuri katika kuwasilisha mawazo yako kwa njia ya maandishi. Lakini sasa kwa sababu interview nyingi unakuja kukuta zinakuwa zinahusisha zaidi oral, tunasema sio written, kuongea, kuzungumza kuliko kuandika. Of course zipo interview siku hizi zinatumia kuandika, kwa maana zile za mchujo. Lakini nyingi ambazo unaenda mbele ya panel utazungumza. Kuzungumza imekuwa ni changamoto kwa watu wengi sana. Yaani unakuta mtu hawezi kuzungumza, kujieleza. Lakini wewe ni mtaalamu wa masuala haya ya mawasiliano na umekuwa hapo kwa muda mrefu, umekutana na watu wengi, kila mtu akiwa na ujuzi wake tofauti kwenye hizo stadi za mawasiliano. Unafikiri ni kitu gani ambacho kinasababisha watu wengi kutoenda sambamba na hizi stadi zote mbili? Ni kukosa maandalizi. Hiyo kukosa maandalizi. Lakini tukihusisha na mada yetu kwamba uhusiano uliopo labda kwenye soko la ajira, mimi labda nielezee kwenye concept ya soko. Unajua tunaposema soko la ajira huwa tunadhani ni kitu ambacho ni separate. Hatuihusishi na soko kama soko kawaida. Yaani hatuchukulie reality ambayo ipo ya kuuza na kununua. Wanasema katika soko, market ni sehemu ambapo muuzaji na mnunuaji wanakutana kwa ajili ya kubadilishana bidhaa. Na kila mtu bidhaa anahitaji kwa ajili ya ku-add value kwenye shughuli zake. Sasa changamoto kubwa
hata wewe kawaida unapoenda dukani ama sokoni kwenda kununua bidhaa, unapotoka nyumbani tayari mara nyingi hata tunakuwa tumeshaandika kwamba nataka kitu fulani. Kwa hiyo tunasema hivi, katika soko mnunuaji huwa anajua mahitaji yake vizuri kabisa. Kwa anapoenda sokoni huwa anaangalia ni wapi ambapo nitaenda kununua satisfy. Lakini mara nyingi mnunuaji huwa hajui ni nani atafanya nini, atakuja. Kwa hiyo yuko pale, kazi yake sasa ili kumfanya, kwa sababu wanaouza ni wengi, kufanya kwamba apate wateja ni uwezo wake wa kutumia mawasiliano kushawishi. Kwa vivyo hivyo tunatumia huu mfano kwa kuleta katika soko la ajira. Soko la ajira, hizi taasisi huwa zinaenda pale kwa ajili ya kutaka watu, zinataka potential, zinataka ujuzi fulani kutoka kwa watu. Kama ni taasisi ya media inataka mwandishi wa habari, kama ni taasisi ya engineer inataka maengineer, mtu ambaye ameiva kulingana na tasnia au taaluma tofauti. Kwa hiyo zinajua ni mahitaji gani zinataka. Lakini hawa wanaenda kuuza, manake kuuza ujuzi wao. Hawa tunasema watu ambao interviewee, watu ambao ni wasailiwa, huwa mara nyingi wanashindwa kuwashawishi wale wanaotaka hayo maarifa. Kwa hiyo unakuta mwenye uwezo wa kushawishi bidhaa yake ndio anayeuza, na hii inasababisha unakuja kukuta mtu ana uwezo wake tu mzuri, lakini anaenda kushindwa kwenye interview, na ni jambo la kusikitisha sana. Na katika hilo nimekumbuka jambo moja. Kuna kanuni moja ya customer care inasema kwamba we need them more than they need us. Kwamba huyo mtu ambaye ni anaenda kuomba kazi, ni kwamba wale ambao wanampa kazi wana option ya kumchagua mtu mwingine hata yeye asipoweza. Kwa hiyo ni muhimu kwa vijana kuwa na ujuzi, lakini self introduction. Unajua vijana wengi ambao ni wanachuo, ambao hao ndio wanahusika na mambo ya interview, nadhani wanashindwa kwenda sambamba na soko la ajira kwa sababu wao wenyewe hawana maandalizi. Ni kweli. Na labda hapo mimi niongezee zaidi. Tunaposema kwamba hawana maandalizi, unajua hata kwenye chuo kikuu wanafunzi wengi sana huwa moja kati ya kitu hakipendi kabisa ni presentation. Yaani linapofika swala la presentation inakuwa ni kama vile mtihani mkubwa sana ambao yaani mwingine anatamani hata asije. Anatamani hata ampe mtu pesa ili amwakilishe, lakini inakuwa inashindikana. Lakini kimsingi ni lazima sasa kujua, hata kwa watazamaji wetu kujua kwamba moja kati ya unaweza kuwa na maarifa mengi, lakini kama hauwezi kuyawasilisha maarifa yako ni kazi bure. Kwa sababu unahitaji nyenzo za mawasiliano ili kufanya watu wajue una nini. Wewe huwezi ukakaa tu ndani ukasema mimi bwana ninajua kuandika, najua kufanya hivi, watanitafuta au nitajulikana tu kwamba najua. Hawataweza kujua kama wewe hujawashawishi wajue kama unajua. Kwa hiyo wanao kwa sababu kitu kingine labda niseme kwamba dunia hii huwa haioni tofauti kati ya competence na communication. Yaani wanakiona kama ni kitu kimoja. Sio knowledge na competence. Hapana. Yaani hatutafuti knowledge yako. Okay. Tunachotafuta ni unaweza kuiwasilisha hiyo knowledge ulionayo. Kwa hiyo kwa concept hiyo ni kwamba kwenye soko la ajira mtu ambaye anaweza kuwasilisha vizuri hata kama hayupo competence, yani kwamba hana ujuzi uliokamilika katika tasnia anayoiombea kazi labda, lakini anaweza kuwasilisha kile anachokijua vizuri, ana possibility ya kupata kazi kuliko yule ambaye hawezi kujibu. Kuna uwezekano mkubwa sana, na ni mashuhuda. Watu wanaenda kwenye interview, watu wawili, hata labda watu umesoma na mtu unajua huyu ana uwezo, anaweza kufanya kitu fulani vizuri, lakini anayekuja kupata kazi anakuwa ni mtu ambaye wao mwenyewe wanashangaa kwa nini wewe amekosa, kwa nini amepata. Kuna upendeleo. Labda niseme sio lazima kuwe na upendeleo wakati wote. Ni kwamba issue kubwa ni kwamba yule pengine ana maarifa tu ya kawaida, lakini ana uwezo mkubwa wa kujieleza, wa kuwa public speaking. Alafu huyu mwingine ana maarifa mengi, lakini uwezo wake wa public speaking ni mdogo sana, kiasi ambacho panelisti hawana muda wa kufungua labda ubongo wako, hawana muda mwingi na wewe, wanataka ule muda mfupi ambao uko nao. Na sasa silaha kubwa ya kutumia ama daraja lililopo katikati ni hizi tunasema study za mawasiliano. Maana study za mawasiliano ni kama au kujieleza vizuri, ama public speaking. Niende straight kabisa, public speaking ni kama daraja kati ya maarifa ulionayo na fursa ambazo ziko mbele yako. Kimsingi kama
hauna uwezo wa public speaking, hauna uwezo wa kuzungumza, hauna uwezo wa kujieleza, maarifa yako hayatakuwa na kazi na kazi ya msingi sana. Sawa. Wewe kama media coach unashauri nini sasa jamii pamoja na vijana ambao wanatufuatilia sasa kuhusiana na swala zima la stadi za mawasiliano pamoja na soko la ajira? Unajua, niseme kwamba katika kushauri, kwanza niseme washindi ni wale wanaozungumza vizuri. Yaani hiyo ni fact ambayo lazima tukae nayo kichwani siku zote. Washindi ni wale wanaozungumza vizuri. Kama mtu hawezi kuzungumza vizuri, huwezi kuwa mshindi kwenye hili. Ndio, na tutakuamini kama yenye bubu. Na umesoma miaka mitatu, si ndio? Katika kusoma kwako miaka mitatu chuo kikuu, unaenda kupimwa ili upate kazi, maarifa yako ya miaka mitatu ndani ya dakika 15. Mwaka mmoja unapimwa na dakika 15. Hapo huwezi kutoboa bila kuwa na nguvu kubwa ya nini? Ya public speaking. Na public speaking inakusaidia hata kujua nipangiliaje vitu vyangu, niongee nini. Kwa mfano, watu wanashindwa sana kwenye swali la introduce yourself. Wewe ni nani? Yaani unaenda kwenye interview, it's obvious kwamba kwenye interview yoyote lazima watakuuliza wewe. Lazima tukujue. Yaani hatuwezi tukaanza kuchimba ndani wakati hatukujui wewe ni nani. Hiyo ni basic question ambayo yani lazima, yani hiyo haihuitaji kuwa na Roho Mtakatifu kukuambia kwamba kwenye interview hii litaulizwa swali hili. Hatuhitaji Roho Mtakatifu. Na katika hilo nadhani watu wengi hawana self introduction nzuri kwa sababu yani msingi ambao umetoka nao chini. Tuchukue mfano tu mwanachuo. Tangu ameanza first year mpaka amemaliza mwaka wa 3. Anajua kabisa nikitoka hapa naenda kwenye soko la ajira sasa kuuza ujuzi wangu. Lakini swali moja tu anajua kabisa, hajui maswali mengine ambayo ataulizwa, lakini hata hilo ambalo ni possible, tunasema possible question, ameshindwa kuifanyia maandalizi. Kwamba tangu first year hajawahi kupanga kwamba leo ngoja niandike. Yaani yeye mwenyewe hajijui yeye ni nani. Kiasi kwamba hata akifika huko inakuwa ni ngumu. Ukimwambia nani kama labda mimi, wewe ni nani? Neema Kajani. Mtu anaishia hapo. Na hiyo sasa labda nisemee hapa kitu ambacho nimekiona. Watu kujibu kifupi ni moja kati ya kitu ambacho kinawafelisha watu wengi sana kwenye interview. Kwa mfano, wewe ni nani? Mimi labda naitwa fulani, nimesoma sehemu fulani. Yaani we don't need that. Hiyo kitu haitakusaidia. Lazima uwe na uwezo wa kujibu kwa urefu na kujua inakuwa unique, kwa sababu lazima upangilie, ujue namna ya kupanga kile ambacho unajibu. Kwa sababu ngoja niseme mawasiliano, kazi kubwa ya mawasiliano ni kushawishi. Unaona? Kazi kubwa ya mawasiliano ni kushawishi, na kushawishi huwezi ukashawishi kwa neno moja. Lazima ushawishi. Kwa sababu hujui ni sehemu gani ambao wanaitaka wao. Kwa lazima ushawishi wako ujikite, uongee katika namna ambayo ni ya kitaalamu, ambayo imepangiliwa, uwe na uwezo wa kupanga hatua kwa hatua. Kwa kitu kikubwa, labda nikirudi kwenye swali lako, niseme kwamba ili uwe mshindi lazima ufanye uamue. Tunasema kupanga ni kuchagua. Hauwezi ukafanikiwa kama hujaamua. Kama unataka kuwa mkimbiaji mzuri lazima ukimbie. Kama unataka kuwa msomaji mzuri lazima usome. Kama unataka kuwa mwandishi mzuri lazima uandike. Ukitaka kuwa kiongozi mzuri lazima uwe kiongozi. Yaani ili uwe uachieve kitu fulani lazima ukifanye. Sasa kwa mfano, labda nirudi kwa wanachuo. Tabia ya kukwepa, ya kukimbia presentation, ya kuona presentation na kuna wengine kwenye presentation wanasema kabisa, oya usiniulize swali. Hao akiona unauliza swali ana panic, ana panic, anaona kama unamuonea sana, nataka iende haraka. Kumbe huku ni mfano wa panelist. Kumbe yani kwenye presentation ndio kwanza chuo kikuu nafikiri kwa huko mbeleni au inavyotakiwa ni kwamba kila siku unafanya presentation. Mimi nikikumbuka wakati nafanya masters yangu hatakuwa tunafundishwa na mwalimu. Yaani kama mwalimu, kwanza mwalimu anayekuja kufundisha mnaona huyu mwalimu vipi. Kwa hiyo kuanzia day 1 tulikuwa tunasoma ile wiki nzima au zile wiki mbili za kusoma ilikuwa ni presentation tu. Kwa hiyo unakuja kujikuta ile miaka miwili umefanya presentations nyingi sana, na kwa sababu ile ni elimu ya watu ni elimu tunasema advanced degree, maana yake unakuja kujikuta umefanya tafiti nyingi, umefanya una presentation nzuri na kufanya ujiandae. Ili uwe una present vizuri na kufanya ujiandae. Na kupresent mara kwa mara ndio kuna kujengia sasa ule uwezo wa kuweza kuwa na public speaking nzuri. Yaani unaimarisha. Hata mtu anayetaka kutanua kifua, kutanua misuli, ataenda
atafanya mazoezi, kama ni gym ataenda mara kwa mara. Usipofanya mazoezi hayo hauwezi ukatanua misuli yako. Kwa hiyo kitu kikubwa mimi niwasisitize watu au nishauri Afrika au Tanzania, swala zima la elimu ya public speaking imekuwa sio elimu ambayo labda ni ya maana sana. Watu tumekuwa tukizungumza kwa mazoea, tukifanya vitu kwa mazoea, lakini wenzetu huko katika nchi hizo ndio washajigundua siri kwamba siri ni mawasiliano. Hata kwenye uongozi wewe utawasilishaje maono yako bila kuwa na stadi nzuri za mawasiliano? Kwa siri ni kujifunza mawasiliano. Kwa hiyo lazima watu wajikite katika kujifunza mawasiliano. Namna gani labda? Katika hilo naomba kuuliza swali lingine tena. Niko nawaza kuna mtu mwingine anatufuatilia lakini anajiuliza, yani anatamani, anaona kabisa ndani mwake kuna kitu kipo, anaweza kuongea lakini anaanzaje, na ameshakuwa ni mwoga kwa muda mrefu, imeshakuwa ni changamoto inayomsumbua kwa muda mrefu, afanye nini sasa? Kwa pointi 2 au 3 tu tumalize. Sasa labda tuseme kitu kimoja kwamba kwa nini mtu anakuwa mwoga kwanza? Na tunatofautiana sana kwa sehemu kubwa. Kwa nini tunatofautiana? Kwa sababu mimi na wewe kwanza tuna background tofauti, si ndio? Wewe na yule tuna background tofauti. Kuna watu ambao kwanza tunasema ni vipaji, ongea. Au amepewa na ni talanta yake, amepewa na Mwenyezi Mungu, si ndio? Wana uwezo mkubwa wa kuongea na wana uwezo wa kushawishi, wana charisma ya kushawishi. Hata akiongea tu watu wanakubali, wana uwezo mkubwa wa kushawishi. Sasa wakati mwingine watu tumefikia hatua na kufikiri kwamba kuongea sana ni vipaji. Lakini hapana, ni kitu ambacho unaweza ukakijenga. Ndio kuna watu na vipaji, lakini kuna kitu unaweza ukafanya nini? Hii kitu au hizi skills unaweza ukajijenga. Kwa kufanya nini? Kwa kuamua kwanza. Lazima uamue ndani kwamba mimi nataka kuwa public speaker mzuri. Nataka kuwa na uwezo wa kujieleza. Nataka kuwa usikubaliane na ile hali. Kuna wengine wamejengewa experience nyumbani. Kuna familia zetu familia nyingine mtoto anashiriki kwenye vikao vya familia. Lakini kuna familia nyingine mtoto akisogea tu kwanza alipokaa wakubwa anatimuliwa. Au baba tu akishafika ndani hivi ndio chumbani. Hata mtoto kama lazima. Recent hapa kama juzi au siku 2-3 zilizopita nilikuwa naangalia taarifa ya habari. Nikamwona tajiri namba 1 duniani kwa wakati huu ambao anaitwa Elon Musk. Sasa ameenda kwenye mkutano mkubwa wa kibiashara na wafanyabiashara wengine akiwa na mtoto wake very young, mdogo. Sasa watu wanaweza kuona labda huyu anaenda kuonesha show, lakini sio show. Yule mtoto atakuwa katika yale mazingira, akija kuwa amefika umri wa kujitambua, haogopi chochote. Kwa kuna familia ambazo tayari zinawajengea. Kwa hapa nitoe ushauri hata kwa wazazi ambao wanatusikiliza. Public speaking ama confidence inaanza kujengwa nyumbani. Watoto washirikishwe. Mzee ana biashara zake, ana kazi zake, anza kumshirikisha pia mtoto kwenye baadhi ya vitu. Unakuta labda mzee anajuana labda na kiongozi fulani mkubwa. Huyu kiongozi anaweza akavisit hata nyumbani. Lakini kiongozi anapokuja kwanza ndo anawaambia familia au watoto kwamba msisogee kabisa huko. Walete watoto wako washiriki pale, wasalimiane naye, waanze kujenga hiyo confidence. Lakini hata ndani kwenye mazoea ya familia, na kuna baadhi ya familia zina huo utaratibu wa watoto kusimama mbele ya familia na kutoa labda baadhi ya au kuelezea baadhi ya mambo. Kwa hiyo lazima ijengwe nyumbani. Lakini kwa mfano hujajengwa nyumbani, unafanyaje? Kwa hiyo lakini sasa hapo ndo unapaswa utumie effort zako binafsi. Lakini pia ndio maana kuna shule na kuna presentation. Kwa hiyo ni effort ambazo zipo. Lakini jinsi unavyotumia ndio zitaamua sasa zikufikishe wapi. Exact. Na wakati mwingine kutafuta msaada kwa walimu. Kama sisi tunafundisha public speaking, tunafundisha kwa wanafunzi, tunafundisha kwa watumishi wa umma, tunafundisha kwa watu binafsi wote ambao watatamani kujifunza public speaking. Tupo tunawasaidia. Na mimi nimeshawasaidia baadhi ya watu na wengine nawasaidia sasa hizi. Kuna wanafunzi wangu ambao nawasaidia. Na mwingine ni mtu mzima anatamani, ameshaona kwamba mimi bila hizi skills kwa kweli siwezi kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine. Ni kitu kinabaki kinamtesa moyoni. Kwa hiyo tunajaribu kusaidia. Na mimi wanawashauri na watia moyo wanafunzi wangu kwamba inawezekana kubadilika. Labda kuna some kama kind of techniques unaweza kutumia. Kwa mfano hauwezi present mbele za watu. Anza kupresent mbele ya kioo. Hiyo ni best way unatuogopa watu. Tumia kioo tuone kama utajiogopa mwenyewe. Mara nyingi tunakitumia kioo tu kujiangalia hapa, labda nimependeza, nimekaa vizuri. Lakini kumbe ni technique moja ambayo itatuwezesha jifungie chumbani, jiangalie kioo, present. Na present to self introduction. Tumia tu at least kwa wiki, jipresent hata wewe ni nani, hata mara 3 mara 4. Mbinu rahisi zinatolewa. Kaa Jumatatu simama mbele, anza kujiintroduce wewe kwamba wewe ni nani. Unajiintroduce. Jumanne tena anza kujiintroduce wewe ni nani.
Jumatatu, karibia kila siku fanya. Na unapozidi kujiintroduce wewe ni nani, ile kitu kinaanza kukaa kichwani, kinaanza kukujengea. Ni kazoezi kadogo tu, lakini mwisho wa siku katakujengea uwezo mkubwa. Kaa mbele za watu, fanya public speaking. I mean, kaa mbele za kioo, fanya public speaking. Na ukitoka hatua hiyo, vuta marafiki zako au rafiki yako wawili watatu, anza kufanya kabla hujafika kwenye ngazi kubwa ya darasa. Na mwisho wa siku tunacho miss ni kwamba tunataka tukianza leo tupate matokeo leo. Tunasahau kwamba we need consistency. Yaani kitu kile kile unachokifanya mara kwa mara huwa kinageuka kuwa sehemu ya maisha yako. Wataalamu wanasema kwamba siku 21 ukikifanya kitu kile kile kinageuka kuwa sehemu ya tabia yako. Kwa kama wewe utakuwa unaongea, unafanya zoezi la kuongea kila siku kwa siku 21 mbele hata za kioo ama mbele za watu wachache, hadhira ndogo, maana yake inageuka kuwa tabia yako na unatanua ule msuli. Unless otherwise utakosa fursa nyingi sana. Sawa, asante sana. Naona mimi mwenyewe nimepata kitu, lakini pia watazamaji karibuni sana. Hii ni Chentalk Podcast na hii ni season 1 episode 1. Nadhani mpaka hapo hatuna la ziada, lakini kabla hatujamaliza kabisa ni kuachie swali. Je, umewahi kushindwa kupata fursa fulani, si kwa kukosa uwezo, lakini kwa kushindwa kujieleza? Ila na kuachia swali hilo ubaki ukitafakari na kuona ni namna gani utajisaidia mwenyewe, kwa sababu si kila kitu utasaidiwa, si ndivyo? Na si tu katika swali hilo hilo, inawezekana mtazamaji wetu umewahi kukosa hizo fursa. Mimi na wewe tunaweza kuwa pia ni miongoni, ni siri zetu, lakini mimi sikugeuka tu kuwa mzungumzaji. Tunashakosa fursa wakati mwingine. Kwa hiyo hata wewe pengine umewahi kukosa fursa fulani kutokana na kukosa nyenzo au hizi studies nzuri za mawasiliano au kwa sababu ya kushindwa kuzungumza. Wengine shindwa kuandika kwa sababu unajua kwenye swala kama hilo nimekumbuka kitu. Kuna sehemu tulienda ambapo ilikuwa ni fursa kabisa, lakini ilikuwa muda wa kuongea na ule mtu kwa hamna. Kwa akatupa karatasi, akasema kila mtu aandike majina yake na details zake zote. Mimi kwa kweli nilifanya mistake. Nikaandika pale jina la nini? Sikukosa fursa, lakini nikaona mwenzangu aliandika kurasa unajaa. Na mimi nikachukua ikaigilizia nikabadilisha. Kwa ile fursa sikuikosa, lakini ilibaki kidogo nikose kwa kukosa study ya uandishi. Kwa study hizi zote zinakwenda sambamba. Na labda niseme neno moja la mwisho kabla hujafunga, ni kwamba unajua kwa sasa hivi katika wakati wa sasa tunasema kwamba kuna changamoto ya ajira, kuna changamoto ya fursa. Lakini kimsingi mimi niwe na mtazamo tofauti. Fursa zipo na ajira zipo. Ila tumejiandaa vya kutosha katika kuwasilisha kile tulicho nacho? Maandalizi yako yataamua mara nyingi tunakuwa tunajiandaa sana kwenye knowledge. Unakuta mwanafunzi anajifunza hiki, anajenga, anajua. Kwa mfano waandishi wa habari anajua kuandika, anajua hiki, lakini uwezo tumejiandaa sana kwa ajili ya kwenda kuuza ujuzi wetu kwenye soko la ajira. Soko la ajira linataka uwezo wa mawasiliano. Kwa kama hautajenga msuli wa mawasiliano, soko la ajira hutaweza kuuza bidhaa zako. Na mwisho wa siku kama Neema alivyokuuliza swali kwamba je, kuna fursa kushindwa, lakini pia huko mbeleni unahisi utashindwa, sasa ni nini cha kufanya? Ni kuchukua tu. Sawa, mimi sina la ziada. Jina langu ni Neema Kajange. Sikuwa peke yangu, nilikuwa na Mr. Musa Sememba. Malizia utambulisho. Mimi ni communication coach, pia media trainer. Na wasaidia watu na taasisi, watu binafsi na taasisi katika kuweza kutumia nyenzo za mawasiliano au kutumia mawasiliano kwa ujumla kimkakati kwa ajili ya ku add value na kuongeza thamani kwenye yale wanayoyafanya. Lakini pia tuna train media na watu wa media, journalism kwa ujumla, radio na vyombo vya habari katika kuongeza value katika maeneo tofauti. Kwa mimi ni mtaalamu wa mawasiliano, lakini pia ni mkufunzi wa Chuo Kikuu cha